unajua kwa nini nimeweka password. Hasa unaogopa nini we? Unaogopa nini we? Hasa unahofia nini we? Unahofia baby you are not comfortable. Why you are not comfortable? Ikukutangazia kutoka mkoa Kaskazini Pemba, wilaya ya Micheweni. Hii 97.4 Radio Jamii. Ikukutangazia kutoka mkoa Kaskazini Pemba, wilaya ya Micheweni. Hii 97.4 Radio Jamii. Naam, hali gani mpenzi msikilizaji wa 97.4 Radio Jamii Micheweni? Ni siku nyingine tena tunakutana katika kipindi cha Ifahamu Teknolojia, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kufahamu masuala mbalimbali ya teknolojia. Lakini pia kubwa zaidi unakwenda kujifunza namna mbalimbali ya kutumia mitandao ya kijamii pamoja na internet, lakini unapata kufahamu namna ya kujilinda ili kuweza kubaki salama katika kutumia mitandao ya kijamii pamoja na internet. Lakini pia katika wasaa huu msikilizaji, kama kawaida huwa tunapata nafasi ya kuweza kupata kufahamu scenario zilizowakuta watu mbalimbali haswa katika kutumia mitandao ya kijamii pamoja na internet. Kwa faida yako tu msikilizaji ni kwamba kipindi hiki ni sehemu ya mpango wa kidigitali Tanzania kupitia shirika la Tech Media Convergence ambao lipo kwa ufadhili wa ubalozi wa Marekani Tanzania na kwa ushirikiano wa ofisi ya idara ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Na hao ndio wanatupa nguvu ya kuweza kukupa kufahamu elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya mitandao ya kijamii pamoja na internet ama masuala ya kidigitali, teknolojia kwa ujumla. Katika wasaa huu kama kawaida utakuwa nami, langu jina ni Rehema Ramadhan Saidi ambaye ndio nitakufikishia mada yetu siku ya hii leo. Na bila kupoteza muda ni kwamba katika siku ya leo mada yetu mezani ni serikali, mtandao na upatikanaji wa huduma za umma. Lakini pia katika wasaa huu kama kawaida nitakuwa na mgeni hapa studio anayefahamika kwa jina la Yunus Mbwana Ali kutoka maeneo ya Maziwa Ng'ombe. Huyu ni mwananchi ambaye yeye atakwenda kutujuza namna gani anatumia mitandao ya kijamii ili kuweza kupata huduma za umma ama huduma za kijamii. Lakini pia msikilizaji, kama kawaida tutakuwa na mahojiano kutoka kwake Shaban Ali ambaye yeye amefanya mahojiano na wananchi ambao ni waajiriwa ambao wao watakwenda kutujuza namna ambavyo wameweza kupata ajira kupitia mitandao ya kijamii pamoja na internet. Lakini pia tutakwenda kupata mahojiano kutoka kwake Esau Simon Kalukubila ambaye yeye amepata wasaa wa kuzungumza na afisa tehama Ali Said kutoka shirika la Tech Media Convergence ili kuweza kufahamu namna gani tunaweza tukabaki salama kupitia mitandao ya kijamii huku tukiendelea kutumia huduma hizo za kijamii ambazo zinatolewa na serikali pamoja na mashirika ya watu binafsi. Lakini pia msikilizaji utakwenda kupata kusikiliza mahojiano ambayo yamefanywa na Muyaba Kombo akiwa na afisa mdhamini Bakari Omali Ali kutoka katika ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora Zanzibar. Naye atakwenda kutuambia namna ambavyo kama serikali wanatumia mitandao ya kijamii ili kuweza kutoa huduma za kijamii ama za umma au kwa wananchi ambao wanawatumikia. Karibu sana msikilizaji, lakini pia wewe unayo nafasi ya kujiunga nasi hapa studio kupitia nambari yetu ya 07799747 0779974974. Na hilo ndio daraja pekee ambalo linatuunganisha sisi sote hapa ili kuweza kushiriki nasi katika taarifa ambazo tunakuwa tunakufikishia ili kuweza kuchangia katika mada ambayo iko hapa. Lakini pia unao nafasi ya kuweza kutuambia, je, kwa upande wako wewe
unatumia mitandao ya kijamii pamoja na internet kupata huduma gani haswa za kijamii? Lakini je, ni tovuti zipi za kiserikali na watu binafsi ambazo wewe unazifahamu kupitia masuala ya mitandao ya kijamii pamoja na internet ambazo zinahusika kutoa huduma za kijamii kwa wananchi? Karibu sana. Na kwa nini mada hii siku ya leo msikilizaji, ni kwamba serikali ya Tanzania imeweza kuhamasisha matumizi ya teknolojia na ya kidigitali kwa kutoa huduma mbalimbali mitandaoni ili kuweza kurahisisha maisha ya watu. Na hii ni mara baada ya kuweza watu kuwa wanapitia wakati mgumu kuweza kupanga foleni, kwenda kulipa bill, kwenda kulipa ada za shule na vitu kama hivyo. Lakini sasa badala ya kusubiri kwenye foleni ndefu, unaweza ukaingia tu mitandaoni pamoja na internet. Kama tunavyofahamu kwa sasa wananchi wamekuwa wakilipia bili mbalimbali, bili za maji, bili za umeme, malipo ya kodi, lakini pia masuala ya vibali mbalimbali na hata kuweza kupata nyaraka za serikali kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hivyo unaona namna ambavyo maisha yamekuwa ni rahisi sana. Hata hivyo watu kutokana na hiyo, lakini bado watu wengi wamekuwa hawafahamu jinsi ya kutumia huduma hizi ama namna ya kupata huduma hizi ambazo zinatolewa haswa na serikali kupitia mitandao ya kijamii pamoja na internet. Lakini pia baadhi yao wamekuwa bado wana hofu kutokana na ulaghai ambao unaendelea kujitokeza huko mitandaoni. Sasa ifahamu teknolojia inakuja kuweza kukutoa hofu na kukufanya ufahamu namna ya kuweza kutumia mitandao ya kijamii pamoja na internet ili kuweza kupata huduma mbalimbali na kujihudumia mwenyewe kama ambavyo serikali imejidhatiti kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wake wanarahisishiwa maisha. Karibu sana mgeni wangu hapa studio katika mada yetu ya siku ya hii leo. Asante. Ana msikilizaji, ni Yunus Mbwana Ali huyo ambaye moja kwa moja katika siku ya hii leo tutakuwa naye, ambaye atakwenda kutujuza ni kwa namna gani anatumia mitandao ya kijamii, lakini pia ni kwa namna gani amekuwa ni huduma zipi ambazo anazipata aidha za kutoka serikalini pamoja na taasisi binafsi. Moja kwa moja nikianza na maswali yangu hapa studio, Yunus. Naam. Wewe kwa upande wako kwanza kabisa, ni tovuti zipi ambazo pengine unazifahamu za kiserikali au taasisi binafsi ambazo zinatoa huduma za kijamii kupitia mitandao ya kijamii pamoja na internet? Ndugu wasikilizaji, kwa majina naitwa Yunus Mbwana Ali, natokea Maziwa Ng'ombe. Mimi kiupande wangu kuna tovuti nyingi ambazo kwamba nazifahamu zinazo yani za mitandao ya kijamii za kiserikali. Kwa mfano kuna ZRA, Naam. kuna Zawa, Okay. Zeko, Yes. Zaeka na nyingine nyingi tu, mfano za kiusalama mfano. Na kwa upande wako pengine wewe una aina gani ya huduma za kijamii ambazo unazipata kupitia mitandao ya kijamii pamoja na internet? Sorry? Ni aina gani za huduma za kijamii ambazo unazipata ama unazifanya ama unalipia kupitia mitandao ya kijamii pamoja na internet? Ni nyingi tu. Kwa mfano kwenye shirika la Zeko mara nyingi wameturahisishia, tunalipia ama kununua umeme kwa kutumia mitandao ya kijamii. Yawezekana ikawa labda kuna app fulani ya kwamba hii utatumia kulipa, itakurahisishia, au labda kuna hivi na hivi ili kufikia kulipa. Na kwa mfano kama Zawa, na wao sasa hivi wana mpango wa kulipa kwa kupitia mitandao ya kijamii, kwa sababu wanatoa taarifa zao mule kwamba ufanye hivi ili uweze kulipia. Okay. Kwa hiyo naamini pia ni njia moja hapo rahisi wanazurahisisha na ni faida ya mitandao ya kijamii kupitia hiyo shirika. Okay, na pengine kabla ya kuwepo kwa hizo huduma ambazo wanatoa serikali na vitu kama hivyo, ulikuwa ukilipia katika namna gani, au ni changamoto zipi ambazo ulikuwa mnazipata katika kupata hizo huduma za kijamii? Changamoto zipo nyingi. Kipindi ambacho kwamba ulikuwa hakuna hii mitandao ya kijamii ama hatutumii hii mitandao ya kijamii, labda uweze kufuata ofisini
ndio uweze kulipia. Kwa hiyo ni changamoto mojawapo hiyo, na au labda wenyewe wakufuate ni changamoto mojawapo. Lakini ilipokuwa hapo mitandao hii ya kijamii sasa hivi wenyewe wanatangaza tu, fanya hivi uweze mfano kulipia hivyo. Na msikilizaji, bila shaka umeweza kufahamu sasa namna ambavyo ilivyokuwa changamoto kabla ya serikali na taasisi binafsi kuweza kutafuta namna ya kuweza kuwasaidia wananchi kupata huduma za kijamii. Kama ambavyo amesema Yunus, ilikuwa mpaka utoke uende ofisini, na ukifika huko pengine unaweza kukuta foleni, unatumia muda mrefu, na mwisho wa siku unaweza pengine hata usikamilishe kile ambacho unakihitaji kwa siku hiyo. Na ilikuwa ikichukua muda mrefu, lakini pia ukitumia hata pesa kuweza kuhakikisha kwamba unasafiri kutoka hapo ulipo kwenda katika ofisi zao, au wao watoke pale walipo ili kuweza kupita mitaani huko katika jamii ili kuweza kuwafikia wananchi ambao wanawatolea huduma hizo. Lakini kwa sasa msikilizaji, ni kwamba mambo yamekuwa rahisi sana. Unaingia tu katika mitandao ya kijamii, unatafuta tovuti ambazo zinahusika ili kuweza kuhakikisha kwamba unaendelea kupata huduma zile ambazo serikali na taasisi binafsi wanatoa. Kwa sasa kuna sijui kama unafahamu hilo Yunus, kwamba kwa sasa watu wanalipa mpaka ada za shule kupitia mitandao. Ndio. Unakuta shule husika inatengeneza account number, au kuna zile tunaita control number, mtu unaenda kulipia ada ya shule bila hata kwenda kupanga foleni huko, labda kama ni benki au ni wapi na vitu kama hivyo. Kwa hivyo hiyo ni kwa namna tu ambavyo serikali imeweza kujizatiti kwa kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma hizo. Na ni kwamba ili kupata huduma za mitandaoni, ni huduma nyingi sana ambazo serikali imeweza kwa zinatoa na zinapatikana katika mitandao ya kijamii, na zimerahisisha michakato mbalimbali kama vile kutuma maombi ya ajira. Yes, kama hivyo wanatoa maombi ya ajira na vitu vingine. Lakini huduma za kawaida za serikali ambazo zinatolewa mtandaoni zinatolewa, watu wengine wanatengeneza hadi namna ya kuingiza kipato. Yes, kupitia mitandao ya kijamii. Na msikilizaji, twende tukapate kumsikiliza Shaban Ali ambaye yeye amefanya mahojiano na wananchi ambao ni waajiriwa, na utakwenda kutuambia ni kwa namna gani basi wametumia mitandao ya kijamii mpaka kuhakikisha kwamba wanapata ajira ambazo wako nazo. Karibu. Ukiwa wewe kama ni mwajiriwa wa serikali, labda tungependa kujua mitandao ya kijamii pamoja na internet ni kwa namna gani imekusaidia kuhakikisha kama umefikia hatua hiyo ambako uko nao kwa sasa? Asante kwa swala lako. Kama mimi mtendaji wa serikali na mwajiriwa wa serikali, kuna mambo mbalimbali ambayo ninayafanya, na zaidi yananinyanyua kwa kutumia mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, YouTube, WhatsApp na Twitter, katika kuimarisha na kuboresha huduma zangu ninazozitoa. Kama unavyokumbuka kwamba mimi ni mtumishi wa serikali katika Wizara ya Afya, na Wizara ya Afya kwenye eneo langu ni la uhamasishaji ama utoaji wa elimu ya afya, na jikita zaidi kuelimisha jamii juu ya kutumia vyombo vya habari. Ni moja kati ya jambo ambalo linaniwezesha jamii kunitambua, lakini kutambua na kile ambacho ninakifanya kwa haraka sana, kwa sababu natumia mitandao ya kijamii, lakini natumia na YouTube, Twitter na Facebook kuonesha zile kazi zangu na mambo ambayo anatakiwa jamii wayafanye ili kutekeleza majukumu yangu. Lakini pia haya yote ndio yalionisababisha mimi kufika hapa nilipo, baada ya kuitumia mitandao ya kijamii katika ule mfumo ama muktadha ambao unatakiwa kutumika kisheria. Ndio yote hayo yalionisababisha wadau, lakini na jamii kwa ujumla wakaniona, na watendaji wenzangu. Mtumishi wa umma kawaida ana masharti na vigezo na mipaka yake. Sasa unapoitumia mitandao ya kijamii na kwa utaratibu usio sawasawa, unaweza ukasababisha kwanza ukajitia kwenye kwiri wewe mwenyewe kama mtumishi wa umma, lakini upande wa pili sio maadili ya kiutendaji wa utumishi wa umma na usio mtumishi wa umma. Kila mmoja kafundishwa maadili yake ya matumizi, iwe ya mitandao iwe ya jamii kwa ujumla moja kwa moja. Sasa katika matumizi ya mitandao lazima tujikite katika yale ambayo yanaweza yakasaidia jamii na sio kuvuruga jamii. Lakini pia tukiitumia mitandao iliyo sahihi, basi wewe mwenyewe unaweza ukapata faraja, lakini ukapata fursa nyingi. Ikiwa tutaitumia mitandao isiyo sawa sawa,
na kufanya yale ambayo hayastahiki, basi tunaweza tukaingia kwenye mashaka na pengine tukaingia kwenye matatizo ambayo yanaweza yakatuzuia kutumia mitandao zaidi. Lakini naendelea kujizuia hayo kwa sababu mimi ni mtumishi wa umma, lakini pia naangalia yale ambayo naweza kuyatumia yakatoa faida na matunda yaliyo sawasawa kwa jamii, hususan kwenye kazi yangu na kwenye eneo langu la huduma za afya kwa umma. Na labda pia tungependa kujua ni tovuti gani za serikali ama taasisi binafsi ambazo unazitembelea sana ili kutafuta fursa ambazo kwa zipo katika mitandao? Kwa kweli katika utekelezaji wa majukumu yangu kuna tovuti mbalimbali ambazo hizi tovuti huwa kawaida tunaziingia ama tunazivuta ama tunajoin kwa ajili ya kuona fursa za utekelezaji wa majukumu yetu, lakini kuendelea kujifunza zaidi. Miongoni mwa tovuti ambazo nazipitia kila wakati ni tovuti ya Wizara ya Afya ambayo ndani yake ina mambo mbalimbali ambayo tunaweza kuyapata na kujisomea zaidi. Lakini kuna hii tovuti ya WHO, World Health Organization, na kule kuna tovuti ambayo tunaweza tukaingia na tukapata yale ambayo tunaweza kujifunza, ukizingatia kwamba afya ina update kila wakati taarifa zake na hata miongozo inakuwa kila wakati inaboreshwa. Lakini pia na tovuti za idara ya habari maelezo, nazo pia tunaweza tukaingia, na kuingia kwake tunaingia katika kujisomea na vipi tunaweza kusambaza habari zilizo sahihi. Lakini pia tovuti za TCRA, hawa wamiliki na wasimamizi wa huduma za mitandao na huduma za mawasiliano Tanzania, nayo pia ni tovuti ambazo tunaziingia kama sisi watendaji wa serikali ili kuona yale masharti na vigezo na mwelekeo wa majukumu yetu ya kazi, tusichupe mipaka katika kutekeleza majukumu yetu ya kazi. Kwa namna gani umekuwa ukijilinda katika matumizi ya mitandao ya kijamii pamoja na internet? Hii mitandao ya kijamii ipo, lakini mitandao hii ina hasara zake. Kwa upande wangu najilinda kweli, na mambo ambayo yanafanya nijilinde, kwanza device au kifaa changu ambacho ninatumia kwa ajili ya mitandaoni, yani kama ni simu, ni laptop, sipendi kuwazima watu, yani watu zaidi ya mmoja kifaa changu na kilinda. Vile nywila au nasema password ya zile website zangu ambazo naingia, sipendi kuzitoa kwa watu. Vile huwa nabadilisha mara kwa mara, maana ulimwengu wa siku hizi hawa wanaodukua masuala ya mitandao ni wengi. Kwa hiyo ukiwaachia fursa kidogo wanaweza kukuharibu na wakakupoteza kabisa kwenye maisha haya. Unajikuta ile fursa uliyokuwa nayo unaipoteza. Kwa hiyo najitahidi kweli katika mambo haya nisiweze kutoa kwa watu, iwe kama ni fursa kwangu. Lakini kitu kingine tungependa kujua, wewe kama mtumishi wa serikali, ni kwa namna gani mitandao ya kijamii imeweza kukusaidia kufikia hapo ulipo kwa sasa? Haya, kwa jina ni Ali Hamadi Juma, napatikana maeneo ya Kwale, Micheweni, Pemba. Kwa upande wa mitandao ya kijamii, kwa upande wangu nashukuru sana, imeweza kunisaidia kwa sababu mitandao ya kijamii ndio ambayo imeweza kunifikisha kwenye nafasi hii ambayo leo ninaringia nipo nayo, kwa sababu mitandao hii iliweza kujua zile fursa ambazo zinapatikana kwenye serikali. Kwa hiyo mimi nikaweza kuziomba na nikaweza kupata hii nafasi nilionayo, na yote ni ile jitihada yangu ya kuweza kutumia hii mitandao ya kijamii. Na labda tungependa kujua ni tovuti gani za serikali ama binafsi ambazo kwa unapendelea kutumia fursa ambazo kwa zipo? Natumia fursa sana, naingia tovuti ya Tume ya Utumishi Serikalini ambayo ile inasema www.utumishi.smz.go.tz. Mitandao napenda kuingia, lakini kuna mtandao ya Ajira Ports napenda kuingia mule.
Halafu Zana ya Ajira, yote ni mitandao ambao unapenda kuingia, lakini vile vile naingia hata mitandao ya vyuo vikuu ambao inatoa fursa mbalimbali, yote kuangalia fursa, kwa sababu bado nataka nijiendeleze katika masuala ya elimu ili niweze kupata fursa nyingine zaidi. Asante. Nikijibu swali la kwanza, ni kweli kwamba mimi ajira yangu ama nilipofikia hapa mitandao ya kijamii na internet imenisaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu nakumbuka siku moja nilikuwa sina pesa, nimebaki kama na shilingi 2000, nikasema wacha shilingi 500 niweke bando na nione dunia labda inasemaje, kwa sababu ilikuwa sipendi kuona kwamba napita siku 3-4 sijaona dunia inasemaje. Kipindi hicho labda swala wireless ilikuwa hazijakuwa nyingi sana. Kwa hivyo wakati nilipoweka bando nikakuta kwamba kuna ajira zinatangazwa na serikali, na kipindi hicho ilikuwa bado hakuja kuwa na mambo ya website sana, ilikuwa ni tangazo tu linawekwa hivi kwa pamoja. Basi mimi nikatafuta mtu akanisaidia jinsi ya kuupload kile kitu ama kudownload. Nikaangalia zile sifa za unaotakiwa kuandika barua, na mimi nikaandika barua. Na unapoandika barua unatakiwa useme kwamba tangazo hilo umeliona wapi. Nikasema kwamba kwenye ukurasa ama kwenye peji ya wizara inayoshughulikia ajira. Kwa hivyo nikaandika ile tangazo la ajira na hatimaye leo nimeajiriwa. Kwa hivyo najihesabia kwamba ajira yangu imetokana na internet, ajira yangu imetokana na bando ama na mitandao ya kijamii, bando la shilingi 500. Asante. Mitandao ambayo zaidi napenda kuitembelea na kuangalia fursa, kwanza ni website ya Wizara ya Elimu. Kule huwa mara nyingi naangalia nafasi za kwenda kusoma nje, ndio ambako mara nyingi huwa naangalia. Lakini hata kuna hizi website ama kuna hizi tovuti za mambo ya ajira, hizi mara nyingi huziangalia kwa ajili ya kushare zile linki kwa rafiki zangu. Lakini eneo jingine ambalo huwa naangalia sana na mara nyingi, kwa mfano labda kama mabaraza ya habari, kuangalia labda kama kuna zile short course ama mafunzo ya muda mfupi, hizi ndo mara nyingi na mimi huwa napitia. Lakini pia kuna mitandao kama hii ambayo iko za kimataifa kama UNESCO, labda time nyingine huwa naangalia zile labda mitandao blog kama za kina Miladi Ayo. Humu huwa naangalia labda kama kuna fursa zozote ambazo zinaweza zikanisaidia. Kwa hivyo mara nyingi huwa sikubali kumaliza siku 2 bila kuangalia mitandao hiyo ya kijamii, nikiamini kwamba aidha kuna mafunzo ya muda mfupi, kuna matangazo kama ya tunzo kwa sababu mimi ni mwandishi wa habari, au labda kama kuna jambo ambalo linanihusu kupitia mitandao hiyo ya kijamii ama website hizo. Namna ya kujilinda na hii mitandao ya kijamii ili kuepusha udukuzi, mojawapo ni kubadilisha password za email zangu kila baada ya muda, kwa sababu naamini kwamba email au password huwa zinakuwa ni rahisi watu kuzihack, kwa maana kuziingilia. Lakini kila baada ya muda ama miezi 3 ama 4 huwa nabadilisha password. Kwa hivyo hiyo ni njia moja ya kujilinda. Lakini njia ya pili ni kutokumwamini mtu yoyote, kwa maana kumpa password yangu ili aweze kuingia kwenye email hata kama niliko sina bando, niliko sina internet, sina wifi au kuna kitu muhimu sana. Kwa hivyo mara nyingi huwa najiepusha na kumpa mtu ovyo, lakini nikiamua kumpa basi baada ya siku 3-4 huwa nabadilisha password. Ni kama njia yangu moja ya kujilinda. Lakini njia nyingine ya kujilinda ni kuepusha kutumia wireless ovyo, kwa maana zile wifi ovyo. Kama labda umepita airport, umepita bandarini, umeenda hospitali, kwenye hoteli kubwa, kwenye migahawa mikubwa, kwenye supermarket, huwa zinakuweka hizo wifi. Kwa mara nyingi huwa najilinda. Lakini pia najilinda kwa kuondoa location kwenye simu yangu. Katika simu zetu hizi kubwa hivi sasa unaweza kuweka location. Mtu ambaye ni mtaalamu anajua kwamba bwana fulani yuko sehemu fulani, au sasa hivi unatoka sehemu fulani unaenda sehemu fulani. Kwa mara nyingi huwa naondoa zile location zangu kwenye simu ili mtu asijue niko wapi. Lakini kingine pia huwa najilinda kwa kuweka antivirus katika kompyuta yangu, kwa maana kila baada ya muda naweka kama ni smada zile za 2025 naweka antivirus ili kuona kwamba najilinda. Lakini na chengine ni kuhakikisha kwamba simu yangu inakuwa na password katika kila eneo, ili hata ikinipotea, hata mtu akiamua labda ameichomoa sehemu, ashindwe labda kuingia moja kwa moja. Asante. Naam, shukrani sana Shabani Ali, ukiwa na mahojiano na wananchi ambao wameweza kupata ajira na kufanya kazi zao za kiserikali, hata masuala ya taasisi binafsi kupitia mitandao ya kijamii.
Na bila shaka msikilizaji utakuwa umepata kufahamu mengi juu ya kile ambacho wamekielezea wananchi hawa ambao walifanya mahojiano na Shaban Ali kuhusiana na mada yetu ya siku ya hii leo. Lakini pia kama ambavyo umetoka kumsikiliza msemaji wa mwisho hapo, ameweza kugusia swala la kuweza kumpa password za email wale watu wa hotspot. Wanakuambia nataka uni hotspot, then unampa password, unamwandikia password. Kwa hivyo ni hatua moja hapo ya kuweza kuhakikisha kwamba wewe pengine ukaweza kufanyiwa masuala ya utapeli mitandaoni, masuala ya ulaghai. Na kuepuka hilo sasa ni kwamba msikilizaji, moja kwa moja unatakiwa kuepuka swala hilo, lakini pia kuweza kubadilisha nywira ama password ya akaunti zako mara kwa mara au kila baada ya muda fulani, ili kuweza kuhakikisha unabaki salama. Na si tu kupata ajira msikilizaji, ni kwamba kupitia mitandao ya kijamii pamoja na internet pia unaweza ukapata huduma mbalimbali. Kwa mfano, unaweza kuangalia jinsi namna ya kukagua kitambulisho chako cha NIDA kutoka tovuti yao ya www.nida.go.tz www.nida.go.tz. Na hatua ya kwanza unaweza ukatembelea hiyo tovuti yao kama ambavyo ilivyo hivyo ya www.nida.go.tz na kuweza kukagua. Hatua ya pili unabofya sehemu iliyoandikwa check NIDA status kwa ajili ya kutizama status ya kitambulisho chako. Hatua ya tatu unaingiza namba yako ya maombi au namba yako ya NIDA. Lakini pia hatua ya 4 unapakua nakala ya NIDA ikiwa inapatikana. Na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya msikilizaji, ili kuweza kuhakikisha kwamba unajipatia huduma mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii, kupitia tovuti za serikali na taasisi binafsi. Na hii unaweza kuitumia, kwa mfano mtu unakuta kitambulisho chake cha NIDA kimepotea, then anaingia huko kwa ajili ya kupakua nakala ya kitambulisho chake. Kama ambavyo wasemaji waliopita walivyozungumza, kuna mwingine ameweza kugusia kwamba anatembelea sana tovuti za vyuo kwa sababu anahitaji kujiendeleza zaidi kimasomo ili kuweza kupata updates za masuala ya elimu. Kwa hivyo hiyo ndio namna ambavyo watu wanatumia mitandao ya kijamii ili kuweza kuhakikisha kwamba wanajiendeleza katika maisha yao binafsi. Na bila shaka umewasikia Yunus katika kile ambacho wamekizungumza. Ndio, labda mimi nizungumzie kwa mzungumzaji wa mwisho aliyezungumzia swala la kudukuliwa kwa mitandao. Yes. Kama kwenye Facebook sasa hivi kuna watu ambao kwa ni wadukuaji wa mitandao. Yawezekana ikawa bado labda mtumiaji ni mchanga wa kutumia ile Facebook, akawa anatumia kwa kupitia namba yake ya simu. Wale wadukuaji wanaweza wakachukua namba yako ya simu kama kuanza tena kuunga Facebook upya. Sasa wakakutumia message wakakwambia kwamba labda kuna issue fulani unajiingizia kipato, tupe namba yako. Ukiwapa wanaunga upya Facebook, wewe utaingiliwa na kodi zikiingia wao watakwambia tutajie hizo kodi. Ukiwatajia kodi ndio hapo wanapoanza kudukua hiyo mitandao. Na ndio maana utaona waweza akaposti kitu ambacho kwamba si cha kweli, labda cha serikali, cha uongo, wewe ukaonekana kwamba mtumiaji jina fulani ndio anatuma, ila ni watu wamedukua tu mitandao. Ni kweli kabisa msikilizaji, na wengine wakuta wanatumia hizo tovuti za serikali. Kwa mfano mtu anakuambia TCRA labda au TRA, ZRA, mtu anakutumia linki kama yeye ni ZRA kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tu anapata kile kitu ambacho anakihitaji, na anajua huyu mtu akiona hili jina la ZRA moja kwa moja anaweza kaamini yes kwamba ni uhakika. Kwa hivyo msikilizaji, ni kweli kinachotakiwa ni kwamba ni kuendelea tu kuwa makini katika utumiaji wa mitandao ya kijamii, lakini kama hufahamu basi tafuta mtu ambaye anauelewa kuhusiana na hilo jambo. Kama ambavyo Yunus amesema, kuna wale unakuta ni wachanga katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwa hivyo tafuta mtu ambaye kidogo anauelewa ili kuweza kuhakikisha kwamba anakufahamisha namna gani mambo yanakwenda, ili kuweza kujilinda mwenyewe na kuendelea kubaki salama hali ya kuwa unaendelea kutumia mitandao ya kijamii pamoja na internet. Msikilizaji, bado unao nafasi ya kuweza kutumia ujumbe mfupi hapa studio kupitia nambari yetu ile ya 0779974974 ili kuweza kushiriki nasi hapa studio. Utuambie wewe ni aina gani ya huduma za kijamii ambazo unazipata kupitia mitandao ya kijamii, lakini je,
Ni tovuti zipi ambazo unapenda kuzitembelea sana katika mitandao ya kijamii pengine kwa ajili ya kujitafutia fursa ama kupata hizo huduma za kijamii? Kuna kitu tumedokeza hapa kidogo kwamba jinsi ya kulipa bill pia tumezungumzia. Watu wanalipa bill za maji, umeme, lakini pia kodi za shule na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ni kwa namna gani mtu anaweza kujiuliza pengine kwa mtu ambaye bado hajafahamu swala hilo, kama ambavyo tumezungumza awali kwamba kuna watu licha ya kuwepo kwa mabadiliko makubwa ya sayansi na teknolojia na kuchangia uwepo wa mifumo ya kidijitali, lakini bado kuna baadhi ya watu hawajui namna gani ya kutumia mitandao ya kijamii pamoja na internet ili kuweza kufanya mambo yao mbalimbali. Na katika swala hili basi msikilizaji, ni kwamba una uwezo wa kulipa bili kupitia internet au mitandao ya kijamii kwa namna mbalimbali. Kwa mfano kulipa bill za mitandao ya kijamii, kwa mfano luku, maji na kodi za TRA na kadhalika, pia unaweza kulipia. Na hatua zake ni kwamba unatembelea katika tovuti rasmi ya serikali kama ni TRA, kama ni NIDA. Kwa mfano TRA kuna tovuti ya www.tra.go.tz, www.tra.go.tz. Hii ni tovuti ya serikali kwa mamlaka ya mapato Tanzania, TRA. Unatembelea huko kwa kulipa bill za maji, umeme, kwa unatembelea hapo katika hiyo tovuti. Hatua ya pili, unaweza ukajisajili au kuingia kwenye akaunti yako. Lakini hatua ya tatu, unachagua huduma unayotaka kulipia, kwa mfano malipo ya kodi, bill za maji, umeme, lakini hata masuala ya leseni. Lakini hatua ya 4 ni kwamba unaingiza taarifa za malipo, unathibitisha kupitia pesa za miamala ya simu hii, kwa mfano M-Pesa, Tigo Pesa kwa maana ya Yas, Airtel Money, Tigo Zantel na vitu kama hivyo. Kwa hivyo au unahamisha kutoka benki na vitu kama hivyo. Hatua ya 5 na mwisho, unapakua au kuchapisha risiti ya uthibitisho wa malipo, na hapo unakuwa tayari umeshaweza kulipia kihalali kabisa kupitia hizo kulipia huduma yako ya kijamii kupitia hiyo mitandao. Na msikilizaji, moja kwa moja na sasa tukapate kumsikiliza Esau Simon Kalkubi ambaye amepata wasaa wa kuweza kuzungumza na afisa tehama Ali Said kutoka shirika la Tech Media Convergence, ambaye yeye kama mtaalamu wa teknolojia atakwenda kutujuza masuala mbalimbali juu ya matumizi ya mitandao ya kijamii pamoja na internet na namna nzima ya kuweza kubaki salama katika mitandao ya kijamii. Karibu. Tutazungumza na Ali Said, hasa huyu ni afisa tehama kutoka shirika lisilo la kiserikali la Tech Media Convergence, ambaye tutazungumza mawili matatu, hasa nikianza kumuuliza, je, kuna namna yoyote ya mtu kutambua linki sahihi na isiyo sahihi katika matumizi ya mitandao ya kijamii na internet, na kama ipo ni ipi hizi, njia ni zipi hizi, Bwana Ali? Kuhusu namna ambayo mtu anaweza kutambua link au kiungo sahihi na ambacho si sahihi wakati anatumia mitandao ya kijamii, nadhani kuna njia kadhaa ambazo zinaweza mtu kumsaidia kutambua jambo hilo. Na njia ya kwanza ambayo naweza kusema ni kuangalia anwani, tunaita kwa Kiingereza ni URL, sababu kila link ina anwani, yani ule urefu ukiona www.google.com, ile kwa pamoja ndo tunaita URL, ndo tunaita anwani. Sasa ni muhimu kuangalia anwani kama ipo sahihi, kwa sababu mara nyingi watu huwa hawaangalii anwani kwa umakini. Unaweza ukakuta wadukuzi wametengeneza kurasa ambazo zinafanana, hii anwani inafanana na kurasa ambazo ni za kuaminika. Inawezekana ikawa kurasa labda ya Dawasco, yani labda www.dawasco.co.tz au .com, ikawa wanabadilisha kidogo tu pale katikati ya Dawasco, ile sifuri ya mwisho ikawa ile o ya mwisho ikawa sio o, ikawa ni sifuri. Lakini ukiangalia kwa haraka inakuwa si rahisi kutambua kitu kama hicho. Kwa unaweza kujua wewe umeingia kwenye kurasa ya Dawasco, kumbe ni kurasa ya wadukuzi ambao wanajaribu wao kutaka kukulaghai ili kuweza labda kama kupata taarifa zako, kukutapeli au
kujaribu kukudhuru kwa namna nyingine. Kwa jambo la kwanza ni kuangalia hii anwani kwa usahihi. Je, iko sawa? Na pengine sasa katika zama hizi ni kwa kiasi gani serikali na asasi za kiraia pamoja na watu binafsi wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii ama internet katika kutoa au kupata huduma za kijamii? Mitandao ya kijamii imechukua nafasi kubwa sana kwenye maisha yetu. Serikali, asasi za kiraia pamoja na watu binafsi wamekuwa wakitumia hii mitandao ya kijamii na internet kwenye kutoa na kupata huduma za kijamii. Sasa ni kwa namna gani? Nadhani kwa upande wa serikali, mara nyingi imekuwa ikijitahidi na imejitahidi sana kwenye kuanzisha kurasa, platform rasmi za kidigitali. Kuna poto za elimu, kuna poto za masuala ya afya, kuna poto ambazo zinahusika na masuala huduma za kiutawala. Mfano kama labda mtu anataka kusajili biashara, mtu anataka kutoa cheti chake cha kuzaliwa. Sasa hivi serikali imejitahidi sana kuweka majukwaa haya kwenye internet, majukwaa haya kuyafanya yawe kidigitali ili tu wananchi wapate ule urahisi wa kuweza kufanikisha huduma zao, ili kupeleka huduma karibu sana kwa wananchi. Tofauti na vile watu walivyokuwa wamezoea lazima uende ofisini na mambo kama hayo. Kwa unakuta idara kama labda TRA, ZRA, unaweza kukuta idara kama Zanida, Brela, TCU, TAMISEMI, hutumia tovuti na mitandao kama Facebook, Twitter au X na YouTube kutoa matangazo, miongozo na muda mwingine huduma pia zinatolewa huko mitandaoni moja kwa moja. Lakini ukija kwenye upande wa asasi za kiraia na mashirika ambayo si ya kiserikali, huwa tunatumia mitandao kufikisha taarifa za miradi yetu na vile vile kutoa misaada kwa jamii. Kwenye kutoa elimu juu ya masuala mbalimbali, nategemea na kwa namna gani labda asasi au shirika lako linafanyia kazi mlengwa gani. Kwa hiyo kuna watu wanafanya kazi labda kwenye masuala ya afya, kuna watu wanafanya kazi kwenye masuala ya haki za kibinadamu, kuna watu wanafanya kazi kwenye eneo la mazingira na kadhalika. Wengi huwa tunatumia kampeni za kimitandao, digital campaign hizi, kuweza kuvuta si tu kuvuta hisani na misaada, lakini vile vile kufikisha elimu na vile vile kujaribu kuweka hamasa kwenye masuala mbalimbali ambayo yanahusu jamii. Asante sana Bwana Ali, na hasa wasikilizaji wamekuwa wakipata changamoto hizo. Pengine ni mbinu gani za kutumia ili kubaki salama katika mitandao ya kijamii na internet wakati wa kutafuta huduma za kijamii? Swala la mbinu gani mtu anaweza kuzitumia ili abaki salama katika mitandao ya kijamii na ukanda wa internet wakati mtu anatafuta huduma za kijamii hususan. Nadhani ili kuwa salama unapotumia mitandao ya kijamii au majukwaa ya kidigitali kwenye kutafuta huduma za kijamii kama labda masuala ya elimu, afya au misaada mingine ambayo inahusu jamii, kuna mambo mawili matatu ambayo tunatakiwa kuzingatia. Jambo la kwanza ni kutumia chanzo ambacho kiko rasmi. Tafuta huduma kwenye kurasa au tovuti rasmi za serikali, mashirika au taasisi ambazo zinajulikana, zinajulikana. Kama ni swala la NIDA, manake hakikisha huo ukurasa ni wa NIDA, sahihi wa NIDA. Kama ni NECTA, NACTE, kama ni NHIF, NSSF, ZSSF na tovuti nyingine, hakikisha kwamba hizo tovuti ni sahihi. Kwa hiyo tumia chanzo ambacho kiko rasmi. Usiende kufata huduma kwenye sehemu ambayo labda ni blog ya mtu, hapana. Lakini pia jambo la pili, epuka kushiriki taarifa binafsi. Usitoe taarifa nyeti kama labda namba yako ya kitambulisho, namba ya akaunti, namba ya benki au namba ya simu kwa watu ambao usowajua. Jingine nadhani ni kutumia maneno ya siri imara, strong password. Password ni muhimu sana. Unataka utengeneze password yako, yani hakikisha unatumia neno la siri lenye mchanganyiko wa vitu vingi, mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, namba na alama tofauti tofauti, ili kuepuka kudukuliwa. Watu wengine wanatumia
neno la siri, si namba yake ya simu, neno la siri tarehe yake ya kuzaliwa, haifai. Neno la siri jina la mkewe, la mumewe au la mwanae, haifai. Unatakiwa utumie neno la siri ambalo liko strong na si rahisi mtu kuweza kuligundua. Naam, Rehema, nikushukuru sana. Ni haya tu ambayo nimeyapata kutoka kwa afisa tehama Ari Saidi kutoka shirika lisilo la kiserikali la Tech Media Convergence. Tumeyapata mengi na ya kuweza kujifunza zaidi. Rehema. Naam, asante sana Esau Simon Kalkubila kwa kile ambacho umeweza kutufikishia hapa studio katika siku ya hii leo, na haswa katika mada yetu mezani. Na bila shaka msikilizaji utapata kuwa umejifunza mambo mengi sana kupitia kile ambacho amekizungumza afisa tehama Ali Saidi kutoka shirika la lisilo la kiserikali la Tech Media Convergence. Na msikilizaji, ni kwamba mpaka sasa bado kunatakiwa kuwepo kwa elimu kubwa sana kupitia masuala ya mitandao ya kijamii, kama ambavyo mtaalamu ameweza kuzungumza hapo kwamba wadukuzi bado wanatumia namna fulani ili kuweza kuhakikisha kwa namna moja au nyingine wanapata kile ambacho wamekikusudia. Na swala hili sasa linakwenda moja kwa moja kwa watu ambao hawana utaalamu. Kuna jambo amelizungumza hapo kwamba unakuta kwenye link ya Dawasco, kwa kawaida unakuta labda Dawasco wao wana si ndio wenyewe wakatumia 0, lakini kwa mtu kwa haraka kwa sababu anakuwa na shida pengine ya kufanya huduma fulani, ya kuomba huduma fulani kwa haraka bila kuangalia hizi namba ziko sahihi au haziko sahihi, anaingia mule. Kwa hivyo na wao wanakuwa wamepata faida ya kuweza kumchota mtu akili kwa namna hiyo ili kuweza kuhakikisha kwamba wanamfanyia udukuzi. Kwa hivyo kitu cha msingi msikilizaji ni kuwa makini na linki ambazo zinakuwa zinaingia katika simu zetu, katika mitandao yetu ya kijamii pamoja na internet, lakini pia kuweza kuuliza pia kwamba je, swala hili liko vipi. Labda niongezee kwenye hapo kujua kwamba hii tovuti labda ni ya kweli ama labda si ya kweli. Kwa sasa hivi kwa mfano tovuti kama za kiserikali, kuna ile inaitwa verification badge, blue tick. Mara nyingi huwa tovuti ambazo kwamba ni rasmi, yani wanakuwa na zile blue tick, zile verification badge. Kwa hiyo taarifa labda ikiwa tovuti na verification badge inaweza ikatoa taarifa na ikawa ni ya ukweli na ikawa ni wao wenyewe waliotoa. Na ni kweli kutokana na kwamba pengine na haswa katika utoaji wa taarifa, kuna mtu anaweza akakuta taarifa fulani imepostiwa, labda wameposti ZRA ya mazao ama Dawasco ama TRA, TSRA na vitu kama hivyo. Mtu ameposti anasema kuna taarifa fulani imetoka, na yeye anachukua na posti bila kuangalia je, hii page iko rasmi. Kwa hivyo unatakiwa kufafanua na kutambua katika namna kama hiyo kwamba taarifa umekuta katika akaunti fulani, je, hii akaunti iko rasmi, na je, ni akaunti ya wenyewe. Kuna baadhi ya watu wanatumia majina ya makampuni au watu wakubwa, let's say kama msanii mkubwa kama Diamond Platinum, labda anatumia jina la wachezaji wa mpira, unakuta labda anachagua jina ambalo mchezaji ambaye ni pendwa zaidi, anatumia na yeye jina lile kutengeneza akaunti yake. Kwa hivyo ukiona ka post ile taarifa unajua mchezaji fulani ambaye ni mchezaji mkubwa, mchezaji maarufu ambaye anapendwa na watu ndio ameposti, kwa hivyo ngoja na mimi nichukue hii taarifa ni posti. Kumbe sivyo ilivyo, na hiyo akaunti inakuwa ni fake. Cha msingi tusalie katika kuwa makini na kufanya uchunguzi wa kutosha kabla hatujaposti ama hatujafanya maombi ya aina yeyote ama kulipia huduma yoyote ya kijamii kupitia mitandao ya kijamii pamoja na internet. Na sasa tukapate kumsikiliza Muyaba Kombo ambaye yeye ameweza kufanya mahojiano na afisa mdhamini kuhusiana na mada yetu ya siku ya hii leo, na si mwingine bali ni Bakari Omar Ale kutoka ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora Zanzibar. Tukamsikilize katika kile ambacho ameweza kukizungumza katika siku ya leo kwenye mada yetu hii ya leo. Karibu sana. Wakuu kwenye masuala ya kijamii, labda ni aina gani ya huduma za kijamii ambazo mmekuwa mkizitoa kwa wananchi kupitia mitandao ya kijamii na internet? Sisi ni tunatoa kweli, unaposema tunatoa huduma katika jamii, kwamba tunakusudia tunatoa, lakini huduma gani? Aina ya huduma tunatoa sisi ni msaada wa kisheria, kwamba sisi tunahakikisha jamii, mtu ambaye kama kuna mtu ana shida yoyote ya kisheria,
sisi tunahudumikia, na tunajikita zaidi kuifika jamii moja kwa moja kuliko kimtandao zaidi, kwa sababu tukizingatia kwamba bado katika jamii yetu kuna watu mpaka hii leo unaona hawajui hiyo social media ni nini. Lakini haimaanishi kwamba hatujali huko, kwa sababu sisi kama idara kama unakumbuka au uliwahi kuona mwaka jana katika wiki ya msaada wa kisheria tulizindua namba maalum ya mwananchi kuweza kupata msaada wa kisheria moja kwa moja, kwamba anaweza kupiga akapata msaada wa kisheria moja kwa moja. Lakini pia kuna unaweza kutumia pia hizo katika mitandao ya kijamii kupata, kwa sababu hata kama pengine sisi hatujiwekezi zaidi huko, kwa sababu sisi tunaangalia zaidi jamii yetu iliyotuzunguka, kwa sababu jamii yetu sisi hatuwezi kulinganisha zaidi na Ulaya pengine, kwamba jamii ya Ulaya iko hivyo zaidi. Lakini sasa sisi ukijisema unajikita zaidi kwenye social media, kuna wazee vijijini, kuna vijana bado vijijini hawana hizo smartphone na nini, hawajui ku access internet wala kitu. Wale internet mwenyewe huko ni shida. Kwa sisi tuko kote tunahudumikia mijini na vijijini. Kwa hiyo ambacho sisi tunaregeli zaidi ni kutoa kile ambacho wananchi wanahitaji zaidi. Labda ni kwa namna gani wananchi wamekuwa wakipata huduma zenu kupitia mitandao ya kijamii pamoja na internet kama ambavyo kwamba awali umezungumza? Kama nilivyokuambia hapo awali, jamii yetu yenyewe hasa haijajielekeza sana kupata huduma zetu kama za msaada wa kisheria kupitia internet na social media sana. Jamii zetu mara nyingi wamejielekeza kuja moja kwa moja, au sisi tufuate moja kwa moja. Sasa sisi hatujajikita zaidi katika kupitia social media kutoa huduma zetu, kwa sababu sisi wenyewe tunaona katika jamii yetu kama tutajielekeza zaidi huko, basi kuna watu wengi watakosa hizo huduma. Ni wachache ambao wanaweza kuaccess internet ukiangalia katika jamii yetu. Ila kama zipo tuna website, tuna nini za idara, mtu anaweza. Lakini sasa tukiangalia yani ile mwitikio wa kijamii yetu ni wachache. Hata ukiangalia labda unatembelea hizo nini, ukienda kwa upande wa Zanzibar au hususan Pemba, utakuta kama ukiweka huko ni wachache mno ambao utakuja kutafuta. Watu zaidi wakiingia katika mitandao ya kijamii wanaangalia mambo yao ya starehe, yani mambo hizo labda movies na mambo ya habari zaidi, lakini kwa kuangalia zile haki wameweka sio sana kwa upande huo. Labda tuseme kwamba mnawahakikishia vipi usalama wa kimtandao wale wananchi ambao wamekuwa wakitegemea huduma zenu kupitia mitandao ya kijamii pamoja na internet? Sisi nafikiria kuna vyombo maalum ambavyo vinasimamia masuala ya cyber crime, nafikiria wako. Lakini sisi kwa mfano kama huduma zetu sisi ni tofauti pengine na Zaeka. Maana swali lako linakuja pengine mtu kaja kutoa kwa mfano Zaeka, wao wanayo namba zao ambao mtu anaweza kutoa taarifa kwamba kuna taarifa pengine hii inahusiana na uhalifu fulani, inahusiana na pengine katika kitu fulani ambacho kunaweza kwa pengine kwa mfano kama wao, kwa sababu wanapambana na masuala ya rushwa na mambo. Sasa pengine kuna mtu kaona jambo hilo, yeye sasa anapopeleka taarifa, wao wana minzi ya kumweka salama juu ya zile ripoti ambazo wanazipeleka. Lakini kwetu sisi, mtu akija anataka huduma zaidi, yani kutatuliwa tatizo lake, haleti kwamba akasema fulani labda haiwi siri wewe kutafuta haki yako. Siri ni kuripoti crime pengine inayotendeka katika jamii. Na sisi na wao ni tofauti. Sisi ukija popote social media, yani unakuwa wazi, sababu wewe unakupambana na haki yako, huendi kuripoti kitu. Sisi hatupokei yani matukio kama hayo. Kwa sisi hatuna privacy katika kama tukasema mtu kaja alafu sisi tunachozingatia ni maadili katika ufanyaji kazi wetu. Wa ukarimu, siri sawa. Yani hauwezi mtu akaja na siri yake afu kwenda labda kwa display kwa mtu mwingine, ni usiri huo. Lakini sio kwamba kama vile ambavyo siri na ukilinganisha na taasisi nyingine, kwa mfano kama Zaeka, ule usiri wa kuna umuhimu wa linaweza likapoteza haki ya mtu. Unaweza tukatoa elimu juu hiyo kwamba hapa unaenda labda kujua utapoteza nini, lakini si wapo watu ambao wanahusika zaidi na masuala ya kuzuia hizo link na nini, lakini sio sisi zaidi upande wetu ni kutoa elimu ambayo inahusiana na masuala ya kisheria, kwamba sheria iko vipi, unaweza kufanya vipi, una shida yako labda kisheria na madai na nini kama hivyo, si vingine hivyo.
Naam, shukrani sana Mwaba Kombo kutoka huko liko, ukiwa sambamba kabisa na Bakari Omar Ali ambaye yeye ni afisa mdhamini, lakini pia kutoka katika ofisi ya Rais. Na msikilizaji, kama ambavyo mweza kumsikiliza Mwaba Kombo akiwa sambamba na Bakari Omar Ali, ambao wameweza kutupa mawili matatu kuhusiana na kile ambacho wanakifanya wao kama serikali kuweza kuwafikia wadau mbalimbali ambao wanategemea huduma zao kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia wale ambao hawatumii mitandao ya kijamii. Kama ambavyo mmemsikiliza, tunasalia pale pale kwamba licha ya kuwepo na kwa teknolojia na mifumo ya kidigitali kama hivi, uwepo wa mitandao ya kijamii pamoja na internet, lakini bado mpaka sasa kuna baadhi ya watu hawajajua ni namna gani ya kupata huduma mbalimbali. Lakini na hii pia inachagizwa kutokana na hali mbalimbali za kimaisha, kama ambavyo wananchi tunakuwa tunatofautiana. Kuna wengine hawajamiliki smartphone, lakini pia kuna wengine wamemiliki smartphone lakini hawajui namna ya kuzitumia. Kwa hivyo wao kama serikali wapo kote kote, kama ambavyo amesema kwamba wanatumia mitandao ya kijamii pamoja na internet kuwafikia wale ambao wana uwezo wa kuaccess huduma hizo, lakini wale ambao hawana uwezo, haswa watu kutoka vijijini, wanawafikia moja kwa moja physically ama ana kwa ana, ili kuweza kuhakikisha kwamba wanatoa huduma hizo za msaada wa kisheria. Na msikilizaji, na sasa moja kwa moja nikapitia ujumbe mfupi ambao umetufikia hapa studio katika wasaa huu. Anasema pamoja sana, ni Mama Swalehe kutoka maeneo ya Konde. Shukrani sana Mama Swalehe kutoka maeneo hayo. Huyu anasema hata mjukuu wa Babu Bauga kutoka maeneo ya Wingwi Dodeani, anasema tuko pamoja sana. Shukrani sana kutoka maeneo hayo ya Wingwi Dodeani. Wanasema tuko pamoja sana, ni Mama Marwa kutoka maeneo ya Konde Vilima Vitatu. Shukrani sana. Wanasema pamoja sana hapo mjengoni, ni Najima kutoka maeneo ya Sule Wete huko. Shukrani sana Najima kutoka maeneo hayo. Wanasema habari hapo mjengoni, tuko pamoja sana mwanzo hadi mwisho. Shukrani sana. Hajasema ni nani anapatikana wapi. Huyu anasema kipindi kiko bomba sana, hongereni sana hapo studio. Shukrani sana kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kuandaa katika kipindi hiki. Wanasema kipindi kiko vizuri, maana watu wanatupiga sana kwenye mitandao ya kijamii. Yunus, umesikia hiyo? Ndio. Ni kwamba bado watu wanaendelea kupigwa katika mitandao ya kijamii. Na pengine unadhani ni nini haswa? Ni ukosefu wa elimu, kutokujali kama hivyo watu? Labda mimi nasema ni ukosefu wa elimu ya kutumia mitandao ya kijamii. Okay. Na ndo kwa mfano hii Radio Jamii sasa hivi ndio inatoa vipindi kama hivi vya kuongea jinsi gani ya kutumia mitandao ya kijamii. Naamini wasikilizaji kwa vile wanasikiliza wanaweza kupata chochote cha kutumia. Na ni kweli msikilizaji, kama ambavyo umeanza kutufuatilia toka hapo awali tunaanza mpaka hapa tulipofikia, ni kwamba utakuwa umepata elimu ya kutosha kabisa kupitia mitandao ya namna gani ya kutumia mitandao ya kijamii pamoja na internet, lakini pia namna gani hata ya kuweza kukuza uchumi wako, kuweza kufanya biashara, namna ya kuweza kujikinga dhidi ya ulaghai ambao unakuwa unafanyika, ama ukatili, unyanyasaji, upotoshaji ambao unafanywa kupitia mitandao ya kijamii na watu mbalimbali ambao wao wanakuwa na dhamira mbaya katika matumizi haya. Na Mwe anasema kipindi kiko vizuri sana, anasema maana watu wanaendelea kutupiga huku mitandaoni. Haya, meseji yake imejirudia. Huyu anasema kuna watu wengine ukitumiwa pesa tu wanakupigia simu. Sasa wanajuaje kama sio hao watu wa mitandao wenyewe? Kwamba ukishatumiwa tu pesa, kwa mfano Yunus hapo wewe kwenye simu yako saizi hujatafutwa na matapeli, si ndio hivyo? Lakini ikiingia tu message kwamba pengine umepokea shilingi 300 kutoka sehemu fulani, labda kama eneo lako la kazi, au mtu kakutumia pesa, hapo unapata kupigiwa simu kwamba kuna pesa imeingia kwenye simu yako. Sasa huyu anasema sasa wanapataje taarifa kama sio hao watu wa mitandao? Wewe unadhani ni kuna ukweli wowote katika hili? Labda mimi niseme kwamba si wale wenyewe wa mitandao kwamba ndio ambao kwamba wanakupigia simu. Hao ni matapeli tu, na unatakiwa kuwa makini ili kujilinda na kama ni pesa au ni taarifa zako zozote zile. Na hii ni kwamba msikilizaji, ni kwamba wao wanadukua taarifa ambazo wewe
unakuwa umezijaza. Kwa hivyo hata kile kitendo cha pengine wakiona simu pesa imeingia ama message ya pesa imeingia katika simu yako, wanakupigia simu, wenyewe wapo katika kubahatisha. Wanakuwa wamebahatisha ili kuweza kuhakikisha kwamba wanakufanyia utapeli. Lakini huyu anasema anaitwa Dogo Tozi Ali kutoka maeneo ya Kijiwa Shumba mjini, anasema kipindi kiko bomba sana na kina faida juu ya faida. Shukrani sana Dogo Tozi. Anasema pamoja sana, ni msome kama Mpenda Simba, anasema yuko maeneo ya Sheuka. Shukrani sana. Na msikilizaji, hizo ndizo jumbe ambazo zimeweza kunifikia hapa katika wasaa huu. Nikushukuru sana kwa wewe ambao umeweza kutuma ujumbe wako mfupi, lakini kwa haraka tu msikilizaji, tukitamatisha ni kwamba masuala haya yana faida kubwa sana. Serikali kuweza kutoa huduma mtandao, lakini pamoja na taasisi binafsi, na vimekuwa na faida kubwa sana, na moja wapo inaokoa muda. Badala ya kwenda kusubiri sehemu ukipanga foleni kuweza kupata huduma husika, sasa unaweza kujihudumia mwenyewe kupitia mitandao ya kijamii pamoja na internet. Lakini kubwa zaidi, inaongeza uwazi, inapunguza masuala ya rushwa pamoja na kuboresha uwajibikaji. Kuna watu wale ambao ukifika kwenye maofisi yao ukaonana nao ana kwa ana, basi anakuambia ili ni kukuharakishia swala lako hili, na wewe unakuta una haraka, basi anakuambia toa pesa kiasi fulani ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakuhudumia katika huduma ile ambayo wewe unahitaji. Na wewe kwa kuwa unakuwa una haraka, unaona hakuna namna. Lakini pia huduma hii inapatikana masaa 24. Badala ya kufika katika ofisi zao na kupata huduma, una uwezo kujihudumia katika muda wowote ule ambao wewe unaweza ukawa na nafasi yako na kupata huduma kama kawaida. Lakini pia inahamasisha ukuaji wa uchumi. Kwa mfano, kama umefungua biashara yako, unaingia pale, unasajili biashara yako na kuhakikisha kwamba unajipatia wateja na vitu kama hivyo. Na msikilizaji, pengine kabla tujatamatisha, Yunus, una kipi cha kuambia wananchi juu ya kile ambacho tumekizungumza hapa siku ya hii leo, haswa mada ya upatikanaji wa huduma za kijamii kupitia mitandao ya kijamii pamoja na internet? Labda nitoe wito kwa jamii ama kwa wananchi na wasikilizaji wote wa Radio Jamii Micheweni. Naam. Ingawa tunapenda kuisikiliza Radio Jamii Micheweni, labda mimi niongezee niseme kwamba tupende zaidi kusikiliza, kwa sababu kuna vipindi kama hivi vyenye faida tunaweza tukazipata. Kwa mfano, masuala hayo ya mitandao ya kijamii, hii ni fursa. Haiwezi ukaipata sehemu nyingine yote, tuseme uipate mtaani ama labda wapi. Hii ni fursa zinakuja kama humu, mfano kwenye radio, ni vipindi maalum. Kwa hiyo tujitahidi kusikiliza Radio Jamii ili kupata faida kwa vipindi kama hivi vya masuala ya mitandao ya kijamii, ili kupata faida jinsi gani tutumie, jinsi gani tujilinde, ama tupate faida kupitia mitandao ya kijamii. Naam, shukrani sana msikilizaji. Ni kwamba endelea kusikiliza Radio Jamii Micheweni 97.4 ili kuweza kuhakikisha kwamba unapata elimu juu ya masuala mbalimbali, ikiwemo masuala ya matumizi ya teknolojia. Na hapa ambapo tunaangazia namna ya kutumia huduma hizi za kidigitali, mitandao ya kijamii pamoja na internet. Lakini kubwa zaidi ni kwamba unaendelea kubaki salama kutokana na elimu ambayo tunaitoa. Tunakukutanisha na wataalamu mbalimbali ambao wao wanakuwa wamebobea katika masuala haya ili kuweza kuhakikisha kwamba unaendelea kubaki salama katika matumizi yako ya mitandao ya kijamii. Nikushukuru sana Yunus kwa kushiriki nasi katika kipindi hiki katika siku ya hii leo. Asante. Lakini pia msikilizaji, nikushukuru sana wewe ulikuwa nami ambaye ulikuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Lakini shukrani za dhati kabisa zikufikie wewe ambaye umepata kutuma ujumbe mfupi hapa studio na kuchangia juu ya mada ambayo tumekuletea. Kwa niaba ya timu nzima alioandaa kipindi hiki, Ali Masudi Kombo, Muyaba Kombo, Shabani Ali, Esau Simon Kaulkubi, bila kumsahau Abubakar Ali, langu jina ni Rehema Ramadhan Saidi. Tukutakie usikilizaji mwema unaoendelea kupitia hapa 97.4 kwa vipindi vinavyokuja. Shukrani sana, hatuna la ziada. Mpaka wakati mwingine, kwa heri. Ifahamu Teknolojia ni kipindi ambacho kinaikutanisha jamii kubwa, yani jamii kubwa ya watumiaji wa teknolojia